Maji ni neema, tunayatunza daima. Bodi inasimamia kazi muhimu sana. Rasilimali za maji ni hazina ya milele. Uhifadhi wa mito, uhifadhi wa vyanzo, kupanda miti mipya ni jukumu letu. Kwa uendelevu wa maji tushirikiane. Bodi yetu Rufiji inatuongoza mbele. Karibu katika makala fupi inayoangazia shughuli inayofanywa na Bodi ya Maji Bonde la Rufiji katika ujenzi wa mabirika ya kunyweshea mifugo yanayorejesha matumaini ya uhai wa mito katika bonde la Usangu. Kwa muda mrefu, maisha ya wafugaji katika bonde la Usangu yamekuwa yakitegemea mito kama chanzo kikuu kunywesha mifugo yao. Hali hii pamoja na faida kwa wafugaji, lakini imekuwa na athari kubwa kwa mazingira, hususani uharibifu wa kingo za mito, kujaa kwa mchanga, kupungua kwa kina cha maji na hatimaye kuvuruga mtiririko wa maji. Bonde la Usangu ni eneo nyeti na la kimkakati kwa taifa. Ndilo chanzo kikuu cha maji yanayolisha mto Ruaha Mkuu, mto ambao ni uti wa mgongo wa shughuli nyingi za kiuchumi na kijamii nchini, zikiwemo hifadhi ya taifa ya Ruaha, bwawa la kuzalisha umeme la Mtera, bwawa la Kidatu, pamoja na mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 katika bwawa la Mwalimu Nyerere. Aidha, maji hayo ni muhimu kwa kilimo cha mpunga katika wilaya ya Mbarali na kilimo cha miwa katika bonde la Kilombero, hali inayoonyesha wazi umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji katika eneo hili. Kwa kutambua changamoto hiyo, Bodi ya Maji Bonde la Rufiji imeongeza nguvu na ubunifu katika juhudi za uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa kutekeleza mradi wa kuimarisha mbinu za asili za usimamizi wa vyanzo vya maji na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi NBS Usangu, ambapo kupitia mradi huu mabirika ya kunyweshea mifugo yamejengwa katika vijiji 5 vinavyonufaika na mradi, hatua inayolenga kupunguza utegemezi wa mifugo kunywa maji kwenye mito, kama anavyoeleza mkurugenzi wa Bodi ya Maji Bonde la Rufiji, Mhandisi David Mukyala. Ni kwamba uharibifu wa mto Kimani ulikuwa ni mkubwa sana, na mto Kimani tunautegemea sana kuingia kwenye mto Mbarali, baadaye kwenye mto wa Ruaha na baadaye kwenda Mtera, Kidatu na kule Rufiji. Kwa hiyo tunatarajia sasa hivi mwenyekiti, tuone kwamba kuwe na thamani ya hiki tulichokiweka, kwa sababu hiki tumekiweka kwa lengo moja, kwamba mifugo itoke, isiende kuharibu vyanzo vya maji, isiende kuharibu mto Kimani, ije inywe maji hapa. Kwa hiyo tunatarajia tukione hiko kinatokea hapa, mifugo iwe inakuja inakunywa hapa na isiende kujikita kule kwenda kuharibu vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunatamani lile lengo ambalo tumelikusudia, ambalo kimsingi naamini kwa sababu ya mwamko ambao tuliuona kwenye mikutano ile ya awali tuliofanya pamoja na kijiji na ile commitment, ile dhamira ya dhati kutoka kwenu wanakijiji tuliiona. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa kwamba sasa chanzo chetu cha mto wetu huu wa Kimani utahifadhiwa vizuri na utatunzwa vizuri. Hatua hiyo imeanza kuzaa matunda, ikitoa matumaini mapya ya kurejesha uhai wa mito na kulinda vyanzo vya maji na mazingira, ambapo ujenzi wa mabirika hayo umechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza migogoro ya muda mrefu kati ya wakulima na wafugaji iliyokuwa ikichochewa na ushindani wa matumizi ya rasilimali za maji na ardhi. Akizungumza kuhusu manufaa ya mradi huo,
Mwenyekiti wa kijiji cha Mbuyuni ambacho ni miongoni mwa vijiji vinavyonufaika amesema mabirika ya kunyweshea mifugo yanaleta amani na mshikamano kijijini hapo. Kwa sababu kwa kupitia hili birika nitapunguza au kuondoa adha ya migogoro ya wakulima na wafugaji, hasa sana sehemu ambayo ng'ombe walikuwa naenda kunywa kwenye mto. Kwa kweli changamoto ambayo ilikuwepo mara ya kwanza ilikuwa ni kubwa. Kwanza walikuwa wanatafuta sababu kwamba hawana sehemu ya kunyweshea. Kwa hiyo walikuwa wanaenda wananywesha kwenye mto, alafu wanaenda wanalisha mazao. Ukiwauliza wanasema kwa hapana, hatuna sehemu ya kunyweshea. Sasa kwa kupitia hili birika naona dawa nimeipata. Cha kwanza tuseme tunashukuru taasisi kutuletea mradi kama huu kijiji cha Mbuyuni, kwa sababu kwa awali kulikuwa kuna mgogoro mingi sana kati ya wakulima na wafugaji kupitia mto Kimani ambao ndio una chanzo cha maji wa kupeleka mito mingine mikubwa kama huko mto Rufiji. Lakini pili, tunapongeza mradi kwa sababu kwa sasa 95% nafikiri migogoro kati ya wakulima na wafugaji itaenda kuelekea kuisha, kwa sababu tayari serikali ya kijiji imetenga eneo la ufugaji, lakini pia wafugaji wamepata sehemu ya kunywesha maji na kuosha ng'ombe zao kwenye eneo tengefu ambalo serikali ya kijiji imetenga eneo. Kwa hiyo nafikiri kwa 95% hii adha ya changamoto ya kugombana wakulima na wafugaji itakuwa imekomolewa. Kauli hiyo inaungwa mkono na afisa mtendaji wa kijiji hicho ambaye anasema mradi huo umeleta suluhisho la kudumu kwa changamoto iliyodumu kwa miaka mingi. Ameongeza kuwa wananchi sasa wameanza kushiriki kikamilifu katika kulinda vyanzo vya maji kwa kutambua manufaa ya moja kwa moja wanayoyapata. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa mradi wetu huu mzuri ambao unasimamiwa na watu wa Bonde la Rufiji. Tuna imani kwamba mradi huu utakuwa na tija kwa wafugaji na wananchi wote wa kijiji cha Mbuyuni kwa ujumla, lakini pia tunaamini kwamba utakwenda kutatua mgogoro wa wafugaji na wakulima, kwa sababu wafugaji wamekuwa wakienda mara nyingi kwenye maeneo ya wakulima kwa kisingizio cha kufuata maji, lakini pia itatusaidia kutunza chanzo chetu cha maji cha mto Kimani. Kwa hiyo tuna imani kwamba tutakwenda kuvilinda vyanzo hivyo. Kwa upande wao, wasimamizi wa mradi wa NBS Usangu kutoka Bodi ya Maji Bonde la Rufiji wanasema ujenzi wa mabirika hayo ya kunywesha mifugo ni sehemu ya mkakati mpana wa kutumia mbinu za asili katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Tulifanya selection kulingana na budget tulokuwa nayo, kwa maana ya vijiji ambavyo vina mifugo mingi, lakini pia maeneo ambayo yana uharibifu mkubwa. Mahitaji ni makubwa, na nafikiri mtaona kwenye kijiji tulichoenda kwenye river training kule kulikuwa na ombi la mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji, lakini kwa sababu ya budget tulokuwa nayo tuliplani tufanye 5 kwenye pilot phase. Kama tutapata scale up, manake tutaongeza yawe mengi zaidi. Kwa kweli tumekuja kugundua kwamba mahitaji ni makubwa sana, ila tulifanya assessment ya kuona ni maeneo gani ambapo kwanza kuna uharibifu mkubwa, lakini pia wana mifugo mingi. Ndio maana tukadecide, kwa hiyo miongoni mwa vile vijiji 45, vijiji 5 vitapata hizi cattle trough. Kwa hiyo kila kijiji, sio kijiji kimoja anakuwa yote, hapana. Kwa mfano hapa tunayo, lakini kuna Iyai, kuna Ukwama Ukwama, ni vijiji mbalimbali. Kwa hiyo kati ya vile 45, vijiji 5 ndio vitapata hizi cattle trough. Na Igunda Muungano Niliona kwamba kwenye kutatua tatizo la mifugo kwenda kwenye vyanzo vya maji, lakini pia tukamjali na yule anawapeleka mifugo kwenda mtoni. Tunasema mchungaji anavyoenda kuwanywesha ng'ombe wake pale, na yeye akipata kiu basi aje kunywa maji safi na salama. Kwa hii tumetenga kuhudumia kaya hizi za wafugaji, na hili eneo ambalo tupo ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya matumizi ya mifugo. Kwa hiyo tunategemea, na hivi visima vyetu vimechimbwa ni visima virefu,
venye uwezo wa kutosha, kwamba hata mbeleni kama mwenyekiti watakuwa na mipango yao hiyo mingine, kwa kuanzia sisi tumeanzia na DP hii ambapo coverage kwa mujibu wa design inaweza kuhudumia watu zaidi ya 250, lakini kwa kuwa kisima kina yield ya kutosha wanaweza wakafanya extension wao wenyewe ili tuweze kupunguza pressure ya kutegemea sana mto wetu Kimani. Bodi ya maji bonde la Rufiji imeendeleza dhamira yake ya kuhakikisha inaimarisha ulinzi katika vyanzo vya maji ili kuhakikisha miradi ya kiuchumi, uzalishaji wa umeme na kilimo inaendelea, na ndiyo maana imekuja na mradi unaofadhiliwa na serikali ya Japani kupitia Benki ya Dunia. Kazi hii inayofanywa na bodi inaendelea kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika bonde la Usangu, ikionyesha kuwa uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya jamii vinaweza kwenda sambamba. Asante kwa kuwa nasi katika makala hii fupi. Endelea kuungana nasi katika mitandao yetu ya kijamii ili kupata taarifa zaidi zinazohusiana na kazi kubwa inayofanywa na bodi ya maji bonde la Rufiji kuhakikisha rasilimali za maji zinalindwa na kuhifadhiwa. Kila tone la maji lina thamani.